Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu watu wa elimu ya mitishamba na tiba za asili, leo tumekuja na faida za huu mmea wa cactus. Mmea wa cactus ni mmea ambao una faida nyingi sana. Ni mmea ambao ni tiba, ni mmea ambao unatumika kwa manufaa mengi sana. Baadhi ya watu huzoea kuita mmea huu kwa jina la mfurahisha, lakini baadhi ya watu wengine huita kwa jina la dongoso kakati. Dongoso kakati. Mwaka 2015 mwezi Februari tarehe 6, shirika la chakula duniani FAO lilielezea huu mmea, kwa maana walitoa faida kutokana na faida za huu mmea. Kwa maana walisema kwamba huu mmea wa cactus au mfurahisha, kwa Kiingereza huitwa jina la cactus, sawa, au cactus pear. Huu umetajwa na shirika la chakula duniani na kilimo duniani, sawa, ambao ni FAO, kuwa zao hili la asili lina manufaa mengi sana katika lishe ya afya ya binadamu. Lakini pia FAO walielezea tena wakasema kwamba hili zao, inasemekana mmea huu ambao ni jamii ya mpungate hujulikana kama mkate wa maskini kwenye maeneo ya ukame, kwa sababu majani yake hupikwa kama mboga. Hiyo unavyoiona haya majani huwa yanapikwa kama mboga. Hiyo faida ya kwanza. Kwa maana haya majani ya hii cactus au furahisha au dongoso kakati, basi huwa katika maeneo ya ukame majangwani watu hutumia huku kupika kama mboga. Faida ya kwanza. Lakini sitoshe, maua yake, mbegu na matunda, basi wale watu wa jangwani, watu ambao wanaovuna huu mti, basi hutumia kutengenezea siki, au wakati mwingine hutumia kula haya matunda, au hizi mbegu hutumia kuzila kwa ajili ya kustawisha lishe katika miili yao. Kwa hiyo faida ya kwanza tumeambiwa majani yake haya ambayo ni miba huwa yanatengenezwa kama mboga au kama chakula. Lakini cha pili, kuhusiana na mbegu zake, watu hutumia kuzitafuna na kuzila, lakini pia matunda yake hutumika kula na wakati mwingine hutengenezea siki. Kwa hiyo kiafya, matunda haya ya cactus yana kiwango kikubwa sana. Matunda haya ya cactus, matunda yake haya huwa yana kiwango kikubwa cha vitamin C, sawa, ilhali majani yake pia yanahusishwa na kupunguza kiwango kikubwa sana cha sukari na rehemu katika mwili wa mwanadamu. Faida nyingine, kwa maana kuna baadhi ya watu huelezea tu juu kwamba hii cactus inapunguza sukari, hii cactus inapunguza mafuta ndani ya mwili, hii cactus inaondoa pressure na kadhalika. Huwa watu wanashinda kuelezea tu kijuu, lakini kiasilia haya majani au hili zao huwa ndani yake kuna vitamini C, kuna viwango vikubwa sana ambavyo kama utatumia kula mara kwa mara au katumia kutengenezea dawa huu mmea, basi itakusaidia kupunguza kiwango kikubwa sana cha sukari katika mwili wako, sawa. Lakini sitoshe, FAO wakaendelea tena kusema tena, kwa maana kwamba mmea huu ambao wenye miiba, sawa, unawezekana ukaoteshwa kwa kutumia mbegu, lakini pia unaweza kaoteshwa kupitia hili tawi lake. Kama utalichukua utadondosha sehemu, basi litaota. Na kwa sasa mmea huu umeenea sehemu nyingi sana za Afrika Mashariki. Kenya upo, Tanzania upo, Uganda upo, Rwanda upo, Burundi upo, Kongo upo, hata nchi ya Msumbiji pia mmea huu upo, hata Zanzibar mmea huu upo. Kwa ni mmea ambao unaota katika maeneo mengi sana. Kwa hiyo hii nimekuja kuelezea hivi kwa sababu hili ni somo la kwanza. Somo la pili tulileta kutokana na huu mmea wa cactus au furahisha. Nimekuja kuelezea hivi watu wapate kufahamu kwanza kwamba je, hivi tunavyozungumza, shirika la afya duniani wanasemaje, shirika la kilimo wanasemaje, na chakula wanasemaje. Sasa leo nimeelezea kutokana na shirika la chakula na kilimo ambao ni FAO. Kwa hiyo moja kuelezea hivi katika mfumo ambao ili watu wapate kufahamu kumbe vitu tunavyoelezea hata katika mashirika ya vyakula duniani au shirika ambalo la afya duniani WHO, huwa hivi vitu wanavielezea sana
isipokuwa sisi kwa sababu ni Waswahili tukielezea tuonekana bwana Waswahili bwana, hapa ustadhi bwana, waganga hapana. Kwa maana kwamba tunavyoelezea sisi pia huwa vinafanyika au vinafanywa kazi na wale watu ambao wapo katika mashirika makubwa ya afya duniani. Kwa hiyo huu ni mmea wa cactus au mmea kwa jina la mfurahisha, kwa jina lingine ni mmea unajulikana kwa jina la dungusu kakati. Ni mmea ambao una miiba kama unavyoona, na hii miiba yake jinsi ilivyo unatakiwa uwe na tahadhari sana. Miiba yake ni midogo sana, hata kushika au miiba yenyewe kuwa kuna vichembe vidogo vinakuwa vinakuchoma. Nimeonesha hapo, nadhani nimeona vizuri jinsi ambavyo vinichoma. Kwa hiyo mmea ni mmea ambao jinsi ya kuchuma kwake, unataka kuvuna basi uwe na tahadhari. Uwe tahadhari kwa sababu kienda ovyo ovyo kuna uwezekano mkubwa kutokana na miba mingi sana imekuchoma. Uwe na tahadhari, lakini hata kwenda kutengeneza katika mfumo wa wale ambao wenye maradhi, huwa tunachukua mmea. Baada ya kuchukua mmea tunausafisha kwanza. Baada ya kusafisha, maana yake tunakuwa ni watu ambao tunaumenya. Sawa tunatoa gamba lake la juu, ile ya ndani tunakuwa tunakwangua au hata lenyewe tunaweza kutumia katika mfumo wa kuchemsha. Sawa, katika hali ambayo juisi yake au chai yake tunakuwa tunainywa. Lakini isitoshe kwa watu ambao wenye kufuga mifugo kama ni kuku, kama ni kanga, kama ni bata, hii pia ni dawa kubwa sana kwa magonjwa ya mifugo. Kama utatumia katika mfumo ambao ukachukua tawi moja tu au jani moja, ukalisafisha, ukaliponda ponda, ukachanganya kuku wako ukawekea, basi kuna maradhi mengi sana ya kuku yataondoka. Maradhi ya videli, si maradhi ya macho, yote yatapotea kwa sababu hii ni dawa kubwa sana mifugo. Sawa ni dawa kubwa sana ya mifugo. Tumekuja kuelezea hii awamu ya kwanza. Awamu ya pili tutakuja kuelezea namna gani ya kumtibu mtu au kuandaa hii dawa katika hali ya kumsaidia mtu kujitibia maradhi ya sukari, kumsaidia mtu katika hali ya kujitibia maradhi ya pressure, maradhi mbalimbali kutumia huu cactus. Kwa somo lijalo tutaelezea kwa urefu sana na kwa upana sana jinsi gani ya kutengeneza hii dawa na jinsi gani ya kutumia hii dawa ili mtu anaitumia basi apate kupona maradhi yake biidhnillah taala. Ni kuombe tu kabla ya subscribe usisahau kusubscribe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.